Bwana Yesu atukuzwe, mpenzi mtazamaji ambao unatutazama kwa wakati na majira haya. Majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Kuhani Sami, na nimekuwa nikija na mfululizo wa masomo mazuri kabisa. Lengo ni kukutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine, kuhakikisha shetani anazidi kukosa wafuasi. Kwa wale ambao walikuwa wanaenda kwa watabiri kwa ajili ya kuweza kutabiliwa ama kutafsiriwa ndoto kwa wanajimu, nadhani wakati umefika sasa wa Yesu mwenyewe, Kristo aliye nuru halisi na Mungu mkuu, kujitwalia utukufu kupitia watumishi wake. Na kwa siku ya leo ni mwendelezo wa kile ambacho nilikifundisha katika masomo yaliyopita. Leo tunakwenda kutazama ndoto 5 ambazo Mungu amekuwa akizungumza na sisi, ama ndoto ambazo tumekuwa tukiziota na tumekuwa tujui kwamba ni ujumbe kutoka kwa Mungu. Ndoto hizi nitakwenda kukuelezea, ama tulikuwa tumeanza tuliangalia ndoto 4, lakini leo nimekuja kumalizia ndoto zingine 5 ambazo ni ndoto kutoka kwa Mungu, lakini tumekuwa hatuelewi kwamba ndoto hizi zinatoka kwa Mungu mwenyewe. Ndoto ambayo kwa siku ya leo katika hizi 5 ya kwanza ambayo nataka nianze nayo katika kuweza kuielezea. Ikatokea umeota kwenye ndoto unazungumza na mtu, lakini maneno ambayo anakuwa anazungumza na wewe ni maneno ya kukutia moyo. Unazungumza na mtu kwenye ndoto, ikatokea umeota anakutia moyo, basi jua kabisa ndoto hii inakuwa imetoka kwa Mungu mwenyewe, na anayezungumza na wewe wakati huo ni Mungu mwenyewe. Anakuwa ametuma malaika wake kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe. Lengo ni kukutia moyo na kukupa faraja katika nyakati ambazo unakuwa unapitia. Inategemea na ujumbe ambao unakuwa unapewa, lakini kumbuka ni ujumbe kutoka kwa Mungu moja kwa moja. Ndoto nyingine ambayo ukiota, jua kabisa ndoto hiyo inatoka kwa Mungu mwenyewe aliye nuru halisi na Mungu mkuu ni hii. Ikatokea umeota upo kanisani au upo sehemu ya ibada ambako wanafanya ibada, basi jua kwamba kuna wito ambao Mungu anazungumza na wewe, ambao ameuweka ndani yako, anahitaji umtumikie. Kwa hiyo ukiota ndoto kwamba upo kanisani au sehemu ya ibada, tambua kabisa huo ni wito wa kiroho ambao Mungu anazungumza na wewe. Ni ujumbe kutoka kwa Mungu moja kwa moja akiwa anazungumza na wewe. Lakini pia ni ukiota ndoto kama iko kanisani au eneo la ibada, ni ishara kwamba mahusiano yako ni mazuri pamoja na Mungu. Yaani mahusiano yako na Mungu ni mazuri. Unapotokea umeota ndoto kwamba upo kanisani au upo katika sehemu ya ibada, ni ishara kwamba mahusiano yako wewe na Mungu yako vizuri. Kwa inabidi uongeze zaidi kumjua Mungu, tamani zaidi kutenda yaliyo mema, uzidi kuwa mtakatifu zaidi, kwamba uko vizuri na Mungu. Ndoto nyingine ambayo nataka kuizungumza kwa siku hii ya leo, kabla sijaendelea na ndoto hii ambayo itakuwa ni ya 3 kwa siku ya leo, ni kuombe kama bado hujasubscribe YouTube ya kwetu, ni kuombe pale tunapokuwa tunaweka video hizi na zingine nyingi, uwe mtu wa kwanza kabisa kuweza kuipata video hii ama ujumbe huu ambao tunakuwa tunauposti. Ndoto nyingine ambayo ni ndoto ya 3 kwa siku ya leo, ambayo katika ndoto zangu 5 ambazo nataka kuzizungumzia, ambazo ukiziota jua kabisa ni Mungu mwenyewe anakuwa anazungumza na wewe, ama ni ujumbe kutoka kwa Mungu, ni hii. Ukiota unavuna mazao, yani uko kwenye shamba unavuna mazao, ni ishara kwamba Mungu anakuhitaji katika kufanya kazi yake. Na pia ndoto hii inaweza kuwa inamaanisha kama ni mtu ambaye unajishughulisha pia na kilimo au shughuli za mazao, basi inaonyesha kwamba kuna neema iko mbele yako kwa katika mazao, kwamba Mungu anakwenda kukubariki kupitia mazao mengi. Ni kwamba Mungu pia anakuhitaji katika kumtumikia, ama kuna neema iko mbele yako. Ndoto kama hii ambayo inaweza ukaiota. Ndoto zimekuwa zina maana zaidi ya moja. Unaweza kaota ndoto ambayo hiyo moja, mkaota wawili, lakini kila moja ikawa ina maana yake, maana zisifanane. Kwa hiyo inaweza ikawa ni ndoto ambayo ya wito, lakini inaweza kuwa ni ndoto ambayo kuna baraka iko ambayo Mungu ameiandaa mbele yako.
Ndoto nyingine ambayo ningetamani kuweza kuizungumza kwa siku hii ya leo ni ukiota, ambayo itakuwa ni ndoto yetu ya 4. Ukiota mtoto mchanga kwenye ndoto, unamwona mtoto mchanga, ni ishara kwamba una wito ambao Mungu, wito mpya hasa katika wa kiroho, una wito wa kiroho ambao Mungu anakuita kwa ajili ya kuweza kuzaa watoto wa kiroho, lakini pia inaweza ikawa ni watoto pia wa kawaida, familia, wito, ongezeko la familia, lakini pia inaweza kuwa ni wito katika kuitenda kazi, wito katika kazi ya Mungu. Ukiota mtoto mchanga unamuota kwenye ndoto, jua kabisa huo ni wito. Lakini ukiota mtoto mchanga, ndoto ambao unaota mtoto mchanga, ni ishara kwamba kuna neema mpya ambayo inakuja kwako. Kuna neema mpya inakuja kwako, inaweza pia kiuchumi, lakini kuna neema mpya inakuja kwako. Mungu amekuletea ujumbe wa kwamba kuna neema mpya ambayo inakuja kwako. Ndoto nyingine ambayo nataka kuielezea, na leo itakuwa ni ndoto yetu ya mwisho katika kuikamilisha zile ndoto zetu 5 ambazo kwa siku ya leo nimeziandaa pia kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe. Unaweza kuota ndoto hii lakini haujui kama ina maana nzuri. Ni ndoto ambayo inaweza kuwa ina maana nzuri kabisa. Ni ndoto kwamba ikatokea umeota kwamba nuru au mwanga, kwenye ndoto unaona mwanga, ni dalili ya ufunuo wa tumaini katika maisha yako, lakini pia ni ishara kwamba kuna giza linakuja kuondolewa katika maisha yako. Katika maisha yako kuna kitu ambacho kinaondolewa ambacho cha giza, sio kizuri. Kuna jambo ambalo la neema linakuja, kuna kitu kinaondolewa kwako ambacho si chema, lakini Mungu anakuletea neema katika maisha yako. Uko kwenye ndoto, kwenye njozi, unaona mwanga au unaona nuru, ni ndoto nzuri na inakuwa ina ishara nzuri kabisa. Mungu akubariki sana. Kwa siku ya leo naomba niishie hapa, lakini kuombe sana, endelea kutufuatilia. Naomba andika namba yangu. Unaweza kuwa na tatizo lolote la ndoto yako, unahitaji nikusaidia, andika namba yangu na Mungu wa mbinguni atakwenda kukufungua, na Mungu wa mbinguni atakwenda kutenda jambo katika maisha yako. Kwa kuwa unaota ndoto kati ya hizi ambazo nimezitaja na unahitaji pia zizilike katika ulimwengu wa mwili, inahitajika ni maombi tu ambayo yanakuwa yanahitajika, basi unaweza ukanitafuta kupitia namba yangu ya simu ambayo ni 0627 405002. Andika namba yangu, nitaweza kukusaidia. Una ndoto labda si hii ambayo nimeitaja, kuna zingine ambazo ungehitaji kuweza kupata msaada wa nini maana ya ndoto zako ambazo umekuwa ukiziota zikukusumbua, 0627 405002, 0627 405002. Hiyo ni namba ambayo unaweza kunipata moja kwa moja. Kumbuka langu jina ni mtumishi wa Mungu Kuhani Sami, ambayo nipo kwa ajili ya kuweza kukusaidia kuhakikisha ufalme wa shetani unazidi kuangushwa na bendera ya Yesu Kristo inazidi kupepea, na tunazidi kutangaza ufalme wa Mungu. Na wakati umefika sasa wa watakatifu kuweza kumiliki zile hatima zao ambazo Mungu amekuwa akiviandaa kwa muda mrefu. Kuna baraka nyingi ambazo Mungu amekuwa akikuandalia, lakini shetani amekuwa akileta uzuizi ama amekuwa akileta vizuizi kupitia ndoto. Shetani ameweza kuharibu hatima zetu kupitia ndoto. Ni wakati sasa wa kuweza kumlilia Mungu na kumwomba Mungu kwa pamoja kupitia ndoto zetu. Kwa nini haya tunayoyaona kupitia ndoto hayatimii? Kuna watu wanasimama kwa ajili ya kuweza kuharibu hatima zetu katika ndoto zetu. Basi niko hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha na kusaidia kuweza kumlilia Mungu kwa pamoja katika maombi. Nitafute, nitaweza kukusaidia, nitaweza kuomba na wewe, na nitaweza pia kukutafsiria ndoto ambazo zimekuwa zikikusumbua. Mtumishi wa Mungu Kuhani Sami, mbarikiwe sana. Endelea kufuatilia mitandao ya kijamii, endelea kufuatilia YouTube channel ya kwetu, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.